tunaenda pamoja. DJ wangu si uko sawa? Si uko sawa? Chopa moja. Anatakiwa atoke mtu huyu mmoja. Nitakayemgusa ndo anatakiwa atoke, au sio? Ila nyie ndo mtaniambia nani atoke. Tuna mtu mwingine huyu. Atoke huyu. Atoke huyu. Amejitoa mwenyewe. Hama mzee baba zile zenye vibe hama kidogo. Amebaki wangapi? Sasa kila mmoja acheze sehemu yake. Wewe sogea hapa, wewe baki hapo, kaka njoo hapa. Alafu wewe baki hapo. Alafu tushambulie jukwaa, au sio? 90.5. Au sio? Swali la mwisho tunaondoka, au sio? Yaani kutoa damu hakuna tatizo kabisa. Kuchangia damu ni jambo la huruma, ni tendo zuri sana, ni tendo la baraka, tuseme kwa sisi ambao tunamwamini Mungu, si ndio? Ni jambo la baraka. Damu ni uhai. Tuna kauli mbiu ambayo tunasema kwamba changia damu kwa maisha. Changia damu kwa maisha. Changia damu kwa maisha. Damu salama, uhai wa mama na mtoto. Damu salama, uhai wa mama na mtoto. Maana yake mama mjamzito anaweza kupoteza maisha kwa kukosa damu. Kwa hiyo tone lako wewe la damu ambalo unaweza kulitoa, tone lako la damu linaweza likawa msaada sana kwa mama mjamzito pamoja na mtoto pamoja na wale wengine ambao wanapata ajali wanavuja damu nyingi sana. Tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea miaka 10 ya kituo chetu, kituo cha Radio Joy ambacho kimetimiza miaka 10 kuwepo kwake, na niseme tu kwamba ni kituo ambacho kimekuwa na mchango mkubwa sana toka tumeanza mwaka 2016 rasmi. Kimekuwa karibu sana jamii na wana Kigoma na hata nje ya Kigoma wamekuwa karibu na kukifurahia na kukitumia. Hata zaidi serikali yetu pendwa imekuwa ikitumia sana, na ni kwamba ni sauti ya wengi, sauti ya jamii, sauti ya serikali. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya hilo, lakini tuko hapa kuchangia damu. Najua kwamba kuchangia damu ni upendo, ni moyo wa huruma, na tuko hapa kwenye hospitali ya Mnyusi ambayo ni wilaya ya Kasulu.